Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na tunakujuza mengi yanayojiri duniani. Lakini moja kati ya mambo ambayo bado yanaendelea kuzungumzwa ni juu ya rais wa Marekani Donald Trump kushindwa kuendelea kumshawishi Putin kumaliza vita huko nchini Ukraine na hatimaye kuingia katika mipango ya kuweka vikwazo dhidi ya Urusi. Mvutano kati ya Urusi na Marekani umezidi kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Marekani imewekea vikwazo vipya makampuni ya mafuta ya Urusi ya oil companies ya Rosneft na Lukoil, wakati huu Kremlin ikifanya majaribio ya makombora yake ya masafa marefu ya Burevestnik chini ya maji. Nchi zote mbili zinasema zinaweza kuanza tena majaribio ya nyuklia. Zaidi ya kuwepo majibizano makali, vita vinaendelea ardhini huko nchini Ukraine. Ni mabadiliko ya aina yake kushuhudiwa katika mwaka ulioanza ukiwa na uwezekano wa kudorora kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Marekani Donald Trump aliwasili katika ikulu ya White House akiahidi kukomesha vita nchini Ukraine na kufanya amani kati ya Urusi na Ukraine. Lakini ni kwa nini majaribio ya Donald Trump ya kutaka kumaliza vita huko nchini Ukraine yamekuwa ni magumu mno, na nini kinasababisha mazungumzo ya wawili hawa kwenda tofauti? Mwanzoni mwa muhula wa pili wa Trump, dalili ndogo za ufanisi zilijitokeza kwa mara ya kwanza tangu Urusi ivamia Ukraine kikamilifu. Serikali za Marekani na Urusi zilifanya mazungumzo ya ana kwa ana. Marais wote wawili walizungumza kwa simu na kukutana huko Alaska mwezi Agosti mwaka huu. Kwa sasa kuwepo tu kwa mazungumzo ndio matokeo pekee halisi ambayo pande zote mbili zinaweza kuonesha. Ukweli ni kwamba tunapozungumzia mchakato wa amani tayari ni ishara ya maendeleo makubwa, anasema mchambuzi wa mambo ambaye ni mkurugenzi wa zamani wa masuala ya Ulaya na Urusi katika Baraza la Usalama la Marekani, Andrew Pick. Amesema kwamba kuweka wazi misimamo, kubadilishana ndio msingi wa namna diplomasia inavyofanya kazi. Trump amekuwa akitegemea sana imani ya uhusiano wa kibinafsi. Alimteua mjumbe maalum Steve Witkoff, mshirika wake wa karibu, tangu kukutana na Putin mara kadhaa. Baada ya kila safari, pande zote mbili zilitangaza kwamba zilikuwa zinakaribia kufikia mwafaka. Hata hivyo, kukosekana kwa uzoefu wa kidiplomasia kwa Witkoff kumetia shaka katika duru za sera za kigeni. Wanadiplomasia wawili wa Ulaya wakizungumzia kwa sharti la kutotajwa majina waliliambia shirika la habari la BBC kwamba Witkoff mara nyingi aliondoka Moscow akiwa na imani isiyo sahihi kwamba Putin alikuwa tayari kustahimili, ila hali ikulu ya White House iligundua vinginevyo. Kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa zamani wa Kremlin ambaye pia alizungumza na shirika la habari la BBC kwa sharti la kutotajwa utambulisho wake, Witkoff alikumbana na uzito katika kuelewa mambo madogo madogo kuhusu msimamo wa Urusi na hakuwahi kuwasilisha sera ya Marekani kwa serikali ya Urusi kwa njia thabiti. Kwa sababu hiyo, pande zote mbili mara nyingi zilizungumza zikipingana. Chanzo hiki kiliambia BBC ugumu wa mawasiliano ulionekana wazi kwa kila mtu wakati wa mkutano kati ya Putin na Trump huko Alaska. Baadaye Trump na Putin walipojitokeza kwenye mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari, hawakuwasilisha hatua zozote halisi kuelekea kukomesha vita hivyo. Si serikali ya Urusi wala ya Marekani haikufafanua kilichotokea nyuma ya pazia, na waandishi wa habari walijaribu kupata taarifa kwa njia mbalimbali. Kwa mujibu wa gazeti la Uingereza la Financial Times, Trump alipendekeza kupunguza vikwazo na kupanua biashara badala ya kusitisha mapigano nchini Ukraine. Putin alipinga mara moja pendekezo hilo na kudai Ukraine isalimu amri na udhibiti wa Donbas. Kwa mujibu wa gazeti hilo, funzo la kihistoria ambalo lilimkasirisha Trump, linaloongeza gazeti la Financial Times. Wamarekani walikatishwa tamaa sana na kukosekana kwa ufanisi huko Alaska, wanadiplomasia wa Ulaya walisema. Wanadiplomasia wengine wanasema kwamba walikuwa na matarajio kutokana na uelewa dhaifu uliotokana na kile kilichowasilishwa na Urusi kuhusu vita. Hakika kumekuwa na dhana potofu nyingi kuhusu uwezekano wa kufikiwa maelewano na makubaliano. Zaidi ya suala la eneo, kulikuwa na mkanganyiko kuhusu dhamana ya usalama, na wachambuzi wanaamini kwamba baadhi ya wafuasi wa utawala wa Trump hawakuelewa Putin alimaanisha nini kwa kuzingatia sababu kuu za vita. Kukasirika kwa Trump mwenyewe pia kulikuwa ni dhahiri. Kila anapozungumza na Vladimir Putin, huwa mazungumzo yanakuwa mazuri lakini hayaeleweki popote, alisema mnamo Oktoba alipokuwa akitangaza vikwazo vipya. Lakini je, Putin anataka nini hasa?
Huko Moscow msimamo rasmi haujabadilika sana katika miezi ya hivi karibuni. Masharti ya Putin ya kukomesha vita ni pamoja na kutambua uhuru wa Urusi katika maeneo matano ya Ukraine, lakini kutoegemea upande wowote kwa Ukraine, kupunguza jeshi la Ukraine katika maeneo yanayokaliwa na Urusi, lakini pia dhamana ya kikatiba kwa lugha ya Kirusi na kusitishwa kwa vikwazo vya Magharibi. Urusi nasema itakomesha mapigano tu baada ya makubaliano kamili ya kisiasa. Msimamo huu haukubaliki kwa serikali ya Marekani na Ukraine ambazo zinasisitiza kwamba kusitisha mapigano lazima kufanyike kwanza. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Moja kati ya sababu ambazo zinatajwa kwa nini rais wa Marekani Donald Trump anashindwa kumaliza vita na kumshawishi Putin ni pamoja na aina ya mwanadiplomasia anayemtumia bwana Steve Witkoff, ambaye haelezi uhalisia wa yale yanayozungumzwa kati yake na upande wa Urusi. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.